Ni mwendelezo wa ziara ya mbunge wa jimbo la Sumve Mheshimiwa Moses Bujaga ya kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Safari yake inaanzia kijiji cha Icheja, kata Bugando, ambako wananchi wanamweleza changamoto zinazowakabili zikiwemo upatikanaji wa maji, umeme na huduma za kiafya. Kwa majina naitwa Kulwa Shadulaka, mzaliwa wa maji hayapo. Maji hayapo, tunaomba tupate tenki la maji na sisi hapa, maana tenki limewekwa mbali Mwankuba, likiwekwa hapa Nyamigamba Bugando, inakuwa maji yanafika hata hospitalini. Maji tunasumbuka, tunachota kwenye bomba kuweka kwenye tenki la hospitalini. Kwa kweli Mungu tunampongeza sana Mungu kwa kutupa mheshimiwa huyu Bujaga. Ni kijana ambaye anajituma sana kwa mambo mengi ametufanyia. Naitwa Maria Suzo Moses Bujaga, namshukuru kwa kututengenezea kule kwenye mto na hospitali. Maji tunayo kidogo, kuna bomba pale tunahangaika, wajatengeneza sasa bawa lingine la maji. Tuna bomba moja tu. Mimi naomba kwa serikali watusaidie maji. Sisi wanawake tunahangaika kwa maji. Kwa jina naitwa ni Clement Kenya Kisinza, kitongoji cha Itinje. Katika kuzungumzia kuhusu umeme, mimi nilikuwa naomba katika kitongoji chetu hauko umeme hata kidogo. Kwa hiyo changamoto ya pale siwezi nikachanganuaje, ambacho nilikuwa naomba tupate na sie katika kitongoji chetu cha Itinje umeme haupo hata kaya moja, yani ni hamna kabisa. Yani kitongoji kizima hatuna umeme. Ombi letu tulikuwa tunaomba mlishughulikie kusudi heri kitongoji cha Itinje tupate na sie umeme. Mbunge Bujaga anatoa ufafanuzi kuhusu hatua zinazochukuliwa na mikakati iliyopo katika kutatua changamoto hizo. Mimi kijana wenu, mtoto wenu, nitahakikisha nimefanya kazi kuona kwamba Bugando na yenyewe inafanana na kata zingine. Amina. Swala la maji ni changamoto. Dr. Samia Suluhu Hassan amesema anataka kumtua mwanamke ndoo kichwani. Na ndio tuliomba kura kwetu. Ni lazima tushughulike na changamoto ya maji. Na nilikuwa nawaambia siku moja, sikuwa natania. Wakati mwingine mheshimiwa diwani, ugomvi ulioko ndani ya nyumba zetu ni kwa sababu ya maji. Sindio? Aba mayesha 11 hena hojobaga hali. Alona manananga itakile ale papa soteo. Kuna mitambo ambayo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ilinunuliwa kwa ajili ya uchimbaji wa visima vya maji. Nitaifuatilia tuone ni kwa kiasi gani tunaweza tukaanza kupata ufumbuzi wa dharura kabla ya kupata ufumbuzi wa kudumu wa upatikanaji wa maji. Ili angalau mheshimiwa diwani tupunguze changamoto kijiji kimoja baada ya kingine. Katika kuunga mkono jitihada za kuboresha upatikanaji wa maji, mbunge huyo anazindua kisima katika kijiji cha Bugando, hatua inayolenga kupunguza adha ya wananchi kutafuta huduma hiyo muhimu. Asanteni sana wananchi wenzangu. Hakuishia hapo. Mheshimiwa Bujaga anafika kata Nyamatara, ambako shauku kubwa ya wananchi wa kata hiyo ni kutaka kujua juu ya ujenzi wa shule ya sekondari katika kata hiyo. Tumsikie mbunge anatuambia nini kuhusu swala la shule ya sekondari, kwa sababu ndio kiu ya watu wa Nyamatara. Mbunge huyo anawatoa hofu kwa kueleza hatua zinazochukuliwa kuhusu swala hilo. Nyamatara wewe, wananchi wa Nyamatara wanahitaji shule ya sekondari ili watoto waondokane na adha iliyopo sasa hivi. Watoto wetu wasiende umbali mrefu kwenda kutafuta elimu ya sekondari.
na wakati mwingine wanapata changamoto za kutomaliza shule ya sekondari kwa sababu ya umbali, utoro unaongezeka. Na wakati mwingine kuna bahati mbaya, watoto wetu wa kike wanapata ujauzito. Kwa nini? Anatoka mbali, naamka alfajiri, asubuhi kwenda shule, anarudi usiku, katikati anakutana na vishawishi. Tunaleta shule ya sekondari hapa. Wakati naomba hii kazi niliwaambia ninaiweza. Wakati naomba hii kazi niliwaambia ninajua namna ya kufanya hii kazi. Sekondari Nyamatala tunaileta. Mbate mweneza Nyamatala wewe. Na mimi siahidi kama siliwezi. Kama siwezi siwezi kuliahidi. Lakini hili la sekondari, Mheshimiwa Diwani, tunaijenga. Ziara yake inahitimishwa katika kijiji cha Mwampuru, kata ya Mantare, ambako anapokelewa kwa shangwe na wananchi, ikiwa ni ishara ya matumaini yao kwa kiongozi huyo katika kutatua changamoto zinazowakabili. Kwa Mheshimiwa Moses Bujaga, kusikiliza kero za wananchi si ziara tu, bali ni sehemu ya kutafuta majibu na kuchukua hatua. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.